Sasa iko hivi. Utaniangukia. Wewe najua wewe msito kuliko mimi. Ndio najua. Sweetie. Iko hivi. Pana sweetie premende. Ojuan. Kama hakuna chakula, me I'm going to sleep. See you tomorrow. Mama kaya hii. Acha niende pande hii. Ojuan. See you tomorrow. Wewe, unakwenda nyumba ya wageni? Wacha nilale huku Ojuan. Ati? Wacha nilale huku. Sasa hii mambo gani? Unalala huko? Kwa wageni? Don't worry. Hata mimi basi ni mgeni. Mungalie. Sasa Umari, umesikia? Mimi hiyo habari ya kuniuliza ati nilikuwa wapi na ambapo wewe nilikupigia simu nikakwambia uje unichukue hapo. Tukaniambia uwezi, una shughuli zingine. Ikanibidi nichukue taxi. Manake na shughuli zako uwahazishi, alafu ukinikosa tu kidogo ama nikichelewa kidogo unaanza kuteta. Asante, ni kwa sababu nakupenda. Lakini nimekumbuka kuna mizigo yenye ilikuwa port, si airport. Okay. Si port Mombasa. Sawa. Mimi nilikuwa nimeenda airport. Okay. Sasa iko hivi. Oje biashara ya manguo, viatu, ndio na pesa lakini si pesa mzuri. Tunataka pesa nyingi. Tutafanya biashara tukue, biashara ipanuke. Hata ikifika mahali tuoane, tuko na msingi sawa kabisa, au sio? Hakuna wasiwasi. Sasa tufanye hivi. Venye unaweza kwenda Dubai, unaweza kwenda Hong Kong pia mimi vile vile, tunaweza kwenda kuchukua magari. Okay. Sasa ulikuwa ukifikiriaje kwani? Tunaweza tukaanza na magari kama 4 hivi. Gari lakini tutaweza Umari? Itawezekana. Mimi naona kama hiyo biashara inataka pesa mingi sana. Hata milioni 10 tu, si pesa mingi. Milioni 10 ni mingi, maanake sasa hivi ile niko nayo kwa akaunti yangu ni kidogo. Ndio, kwa pesa kidogo kwa akaunti, si ndio? Mimi na pesa kidogo kwa akaunti. Ndio. Lakini na mali yenye inaweza tosha pesa, inaweza fika milioni 4. Na wewe unajua si uko na ploti? Niko na shamba. Ndio. Sasa hiyo title deed tunaweza kuifanya, tunaweza kuchukua loan nayo. Kama ni hivyo basi hakuna wasiwasi. Mimi milioni yangu 4 na tuchukue loan milioni 6. Okay. Ama milioni 5, alafu pesa yako ya benki kidogo tuongezee ifike milioni 6. Kama ni hiyo pia naona si wazo libaya sana. Basi tushafanya hivyo. Ni vizuri. Ndivyo tu Angela. Habari yako? Kajogo mzuri, habari gani? Mzuri sana. Habari yako? Mzuri. Habari ya masiku. Watu nani? Ngoja usikae hapo. Keti hapa. Karibu kaa hapa. Singefungua kibeti. Najua mimi kawaida yangu si mkono mrefu. Utatumia nini? Leo sisikii kutumia. Wewe njoo letee kinywaji. Leo sisikii kutumia chochote. Sasa mbona umepotea hivi wewe? Umeadimika? Mambo ya baadaye. Pole. Mambo ya kuadimika nini kwanza ngoja. Huyu anaitwa Umari. Umari. Ni vizuri sana kukujua. Na naye anaitwa Kajogo. Naitwa Kajogo. Na Kajogo. Huyu anaitwa Umari lakini ndio boyfriend yangu. Ati? Ndio boyfriend yangu. Nani? Huyu naye anaitwa Kajogo, ni mfanyabiashara mwenzangu lakini siku hizi anakaa ameishiwa. Ndio maana hata simuoni. Lakini ile pesa ulikuwa umesema unataka labda uje ofisini lakini hapa huwezi pata. Sasa sitaki. Huyu ndio mpenzi wangu, ndio tunapendana naye. Keti moja maneno bado hajaangalia saa hivi. Nikaona kuna mahali natakiwa kuwa niko huko. Kaa chini upewe kitu kidogo. Wacha wasiwasi. Asante. Siku nyingine. Sasa umemjua Bwana Umari vizuri? Ndio mkikutana naye njiani umsalimie. Sawa. Ndio boyfriend yangu. Okay. Imekuwa ni hivyo? Kwani ni vipi tena? Endelea. Na nini? Na hivyo. Kama mtu kanakuaga na wasiwasi. Sasa nini jamaa? Kana wasiwasi sijui kama nini, wachana nako, ndio biashara yake ikaanguka kwa sababu vitu kabla hivi. Wewe uone alikuwa shaundwa kibeti anataka kukaa hapa. Sasa wewe wachana naye, wewe tuendelee na mambo yetu. Sasa hiyo mambo yote tutatengeneza kesho. Sasa vile nilikuwa nafikiria pia, but then niliongea na jamaa mmoja wa income tax. Rafiki yangu mmoja anafanya income tax, akaniambia atakupatia nini tax form.
tujaze tax form alafu tu. Hiyo maneno yote tutafanya kesho kwa vile tukotumia gana tutakwenda mahali leo jioni. Wacha kwanza mimi nikimbie nyumbani ngaangalie watoto. Alafu tutakutana hapo. Tutoke tu pamoja tu si sawa. Twende basi. Hii ndio acha nilipe. Haya lipa. Simu zangu zikija ukisikia ni Umari, huyu ndio Umari. Si nilikwambia? Tuende Umari. Inabaki 50 50 za ukatumia. Sawa. Haya karibu. Haya. Njoo. Sasa. Kama ndio kuchukua. Wewe hata usipokuja kunichukua tutakutana pale pale. Tupite pande hii. Sawa. Halo, nataka bwana Maina Mutarimbo. Ndio. Si hapo ni Kinangop? Nimeona hapa ameadvertise kuna shamba inauzwa eka 10. Ati iko wapi? North Kinangop. Ya Kahuru scheme. Okay, ndio hiyo mimi nataka kuongea na yeye. Hayuko? Basi huyo Maina Mutarimbo akija mwambie bwana Mbogwa alikuwa ameniambia nimpigie simu. Mimi naitwa Sukuma Wiki. Okay, napiga baadaye kuhusu hiyo shamba Asante sana. Okay. Abo. Unajua leo niko na mwalimu asubuhi. Mwalimu ameniambia kwanza siku hizi wewe homework ukipewa au malizi. Naumaliza. Umalizi? Ngoja kwanza. Nataka kuona vile angalia. Mbona kuanza hizi vizuri? Hiyo nilikuwa tumeambiwa yeye ndo atatuambia. Hakuna kitu kama hiyo. Mwalimu ameniambia siku hizi kazi yako ni mpira. Wacha nikwambie Abo. Mimi hiyo mpira yote yako ambayo unacheza nayo hapa nje natoboa yote. Lazima uwe ukitokea shule unachukua vitabu, unafanya homework. Na nitakuwa nikiangalia kila siku kuanzia leo. Unasikia? Mambo ya mpira utakuwa ukicheza Jumamosi peke yake. Na mbona nani siku hizi haje kukutembelea? Rama si nilikwambia walihama. Walihama? Walihama siku gani? Walihamia huko siku ile Friday. Walihamia huko nini? Kunaitwaje Shauri Moyo. Ala, walihamia Shauri Moyo? Ukoja niambia. Nilikwambia. Okay, sasa utaenda kumtembelea? Siku gani? Nitakwambia Jumamosi lakini si sasa. Lakini ukifanya vizuri homework ndio ndakuruhusu. Kwa hivyo nataka ufanye homework. Ukishamaliza hii homework yote ulete na mimi nifanye nini? Niangalie kabla hujapeleka kwa mwalimu. Sawa? Sawa. Maana kama hizi hesabu rahisi sana hizi. Ni kweli? Ndio. Basi nataka unione umemaliza zote. Ukishamaliza ulete na mimi nione kabla hujapeleka mwalimu. Karibu. Come in. Karibu. Juanga tayari. Karibu. Ndio, salama kabisa. Abo. Namna gani? Ndio. Sasa Abo, enda kacheza. Ndio Juanga, karibu. Habari ya kupotea Juanga. Mimi niko tu. Mimi niko. Nimekaa bila kuona wewe. Habari ya huko nyumbani? Hapana mbaya. Habari ya watoto? Wote salama. Mama Kayai? Mama Kayai wewe? Wacha tu nitaambia wewe. Soko. Unaona hii mambo ya biashara hii? Biashara gani? Ya mabibi yetu hawa. Wakina Mama Sukuna na nini? Na Mama Kayai? Ina nini? Lazima wawache. Kwa nini Ojwang? Lazima wawache. Kwa nini? Mama Kayai anakuja kwangu asubuhi. Amelewa. Siku gani? Leo asubuhi saa 9:30. Alitoka wapi? Ati anatoka airport. Ati airport? Ndio. Si bibi yangu alikuja tangu juzi. Tangu juzi na mimi mwenyewe ndio kumchukua airport. Amekuja asubuhi. Leo hii? Leo. Wala Mama Suku? Njoo mara moja. Ati amekuja asubuhi. Amewaka, amelewa mpaka hapa. Karibu hata kutapikia mimi. Bwana Ojwang. Ndio. Habari yako? Mzuri sana. Kaa hapa chini. Kaa hapa chini. Sawa. Hii maneno Ojwang anakuja nayo. Maneno gani? Si mlikuja juzi? Ndio. Mlikuja na Mama Kayai? Ndio. Unasikia? Ndege moja tena. Alafu mlipofika airport? Ilikuwaje? Wewe huyo ndiye alikuchukua? Bwanangu kawaida hiyo anakuja kunichukua. Na yeye? Yeye si alichukuliwa na yule kijana Omari anasema ni driver yake.
Omari. Dereva yake. Unasikia? Unasikia? Kwani mkienda kwa Ulaya inakuwa namna gani? Kwani biashara inakuwa namna gani? Unajua anasema bibi yake anakuja kwa mlevi asubuhi. Kama yeye anakuja mlevi, mimi sinywe pombe. Wewe unajua hivyo. Lakini mlikuja kwa ndege moja. Kwa ndege moja tuliingia kwa ndege moja tukafika airport kwa saa hiyo. Juzi. Akachukuliwa na Omari. Na Omari alisema ni dereva. Anasema dereva. Mimi sinywe pombe. Wewe unajua hivyo. Lakini mlikuja kwa ndege moja. Kwa ndege moja jamii yake wewe Ojwang na watoto wao. Hiyo ilikuwa ni hivyo. Na sasa ikiwa tena jageuka. Hapana. Hata afadhali hiyo biashara ikae. Hapana. Sasa kama yeye anageuza, yangu lazima iendelee. Mimi unaniona na tabia hizo? Sijakuona kusema kweli mko wangu. Umeshaona mimi nikionja nini? Hiyo ni kweli Ojwang bibi yangu. Sijasikia akinuka. Nimeshanuka nini pombe? Sijasikia. Tufanye namna hii. Kwa sababu mimi hapa nataka kufunja hii nyumba yangu. Ndio. Na nyinyi ni wazee wenzangu. Ndio. Ningetaka tuandamane na nyinyi mpaka nyumbani. Ujaribu kusema na yeye. Awache hii tabia. Ni kweli. Manake haikuwa nia biashara ili vuruge nyumba yenu. Fanya hivi, nipe koti yangu. Tutaenda huko mara moja saa hii. Ojwang ni serious. Haikuwa namna hiyo. Wacha hiyo. Mimi niliuza ng'ombe. Mimi najua vile ulipata nini capital ndio waanzie hiyo biashara. Unaona? Na hii biashara tulisema hii mambo inatakiwa ili ndio mjikuze. Si mambo ya tena hivi ati aanze kunywa pombe. Na kama hiyo biashara ikikuwa namna hiyo hata mimi naweza sema ikae. Mimi mambo yangu inakuwa. Wewe Ojwang, twende. Sawa. Ambia mfanyikazi, utarudi kumwambia mfanyikazi tumeenda. Nitamwambia. Anajua nitamwambia. Sawa, twende. Wewe Marcela. Nyinyi watu wengine wa ajabu sana. Mimi nishaka hapa siti mpaka nimechoka. Kwani mlikuwa mnafanya nini huko ndani? Mimi niko tayari. Unaona vile niko smart. Na uko tayari ndani ulikuwa ukifanya nini? Wao wana nini? Hebu tokeni twende bwana. Wananyang'anyana sufuria. Nyinyi hata mkaambwa ati mnataka kupelekwa nje sapa, ati wanakula mkolo. Mimi siendi na nyinyi. Ati? Mimi siendi na nyinyi. Kwa nini? Tulikuwa tumepanga na Jimmy twende out na yeye. Jimmy ni nani? Yaani mama hata umesahau Jimmy. Lakini yule boyfriend yangu. Wewe nishakuwa nikikwambia kila siku hii mambo ya Afrika wachana nao. Nilikwambia enda kupeleka Ulanga kutafutie mzungu. Wewe sijui kichwa chako kama inafanya kazi. Kama mimi mama nampenda huyo. Unampendea nini? Mzungu kama mimi mama. Hebu tokeni twende umondi wewe tunakwenda. Mimi niko tayari tunaenda. Mama sina do. Ati? Sina pesa. Mimi sitaki mchezo wa gia hao watu unaniambia mimi. Ni twende Ulanga kuonyesha maisha yako huko. Mimi sitaki hao. Shika, ni ngapi wataka? Nampatia mingi. Wacha aende akasikie raha. Haya. Ongeza moja. Sina ingine moja. Wewe nenda. Okay. Kwa Erini? Haya. Karibu. Ya. Mzee Ojwang. Tena habari yenu nzuri. Mwala. Yes. Mzuri. Ndio. Ya mama. Yes. Ndio. Mama Suku. Karibu. Ndio. Asante. Nasikia kama rudisha hiyo mlango. Huyo ni Marcela nasikia ukiongea nayo nikiwa nje. Mimi hawa watu ni waajabu hivi hata mngetukuta. Nilikuwa nawapeleka dinner out. Nilikuwa manake mambo ya kupika na mfanyikazi wangu alienda off. Sasa na mimi mambo ya kupika sipendelei mambo ya kupika. Hata wewe ungetukuta huko kwa nilikuwa nakuachia message. Na wewe basi hata ukienda kuleta wageni usemi. Hapana jali. Jambo. Hatujambo. Habari za huko? Simba. Ndio. Hata sisi hatuna neno. Okay, mwenda vizuri. Mwala. Biashara kia wageni maji ya machu. Okay. Mwala. Mtatumia maji ipi? Ile haina kitu ama iko colored? Hapana. Asante. Mwala, na leo uko smart. Usikiti kwa tunatoka nao nje. Naenda Ulaya. Sawa. Ndio. Akisikia dina anachukulia ni Ulaya. Sasa mama Kaya hii tumetembea. Hakuna ubaya. Mama mzee ametembea kwetu asubuhi. Okay. Si ndio mama? Nakaribishwa. Ama tutoke sote twende tukale pamoja. Tutakula siku nyingine. Sasa mama Kaya hii mzee amekuja kwa na mlalamishi. Amekuja kwetu akasema tangu uanze hii biashara ya kwenda na mke wangu nje
umeanza kunywa pombe. Kama mlikuja juzi na wewe umefika leo asubuhi. Tena pombe? Umekuja umekunywa mlevi sana. Mimi? Jamani. Sasa ndio nikauliza akaja kwetu kulalamika. Akasema hii biashara unamfunza mama kaya hii ili tujikuze ama nianze kunywa pombe. Sasa ndio sasa wewe mama kaya hii, hebu nikuulize. Wewe rafiki yangu sio? Sana. Ukaja kwangu, ukaniomba ati niende nikuendeshe biashara. Hiyo ilikuwa mjikuze mkae vizuri kama vile sisi. Na uone vile tumejikuza. Sasa mambo yako mimi kuniharibia nini jina na bwana yangu alafu kukoroga nyumba yako. Mimi hapo hiyo mambo sitaki. Nani amekuharibia jina wewe? Huyu mzee amekuja akasema anasema ni mimi nakuharibu. Unaniharibu na nini? Ngoja. Mama Suku. Ndio. Mlikuja pamoja? Ndio. Kwa ndege. Juzi. Juzi. Ndege moja? Haya. Ndio. Wewe ukachukuliwa na bwanangu? Ndio. Na yeye? Yeye akachukuliwa na wewe mimi acha nimesimama. Umari gani? Ngoja niseme. Ngoja malese. Mimi nilikuwa pale nimesimama ngachukua taxi. Alafu utasemaje nilichukuliwa na Umari ni nani? Kijana unaniambia ni driver yako. Wewe mama Suku na wewe pia ongea vitu zile unaelewa. Mama kaya hii. Niko hivi. Ngoja mama Suku. Mama kaya hii. Hatukuja hapa kuharibu. Na hata kuharibu lakini mimi huyu aliniacha pale nimesimama. Tumekuja kutengeze. Tungetaka nyumba yenu iendelee. Na mama kaya kuwa kama umekuwa ukimkosea mzee wako, mimi kama mzee, bwana ya mama Suku, ningekuomba kama umekuwa ukifanya makosa, ujirekebishe na umuombe msamaha mama wako. Kweli Suku mimi siwezi kuwaficha. Kweli mimi tulipokuwa tunakwenda huko nikifika kwa ndege nikanywa ile wine. Na sikujua kama ulewesha watu. Sasa ndio nikaanza kusikia kitu kama kizunguzungu. Sasa kuja hapa vile nilikuwa nasikia kizunguzungu, mzee akachukulia labda nimelala. Kama ndivyo nisamee basi mzee wangu. Sikujua nisirudi kunywa hiyo wine. Samahani. Mzee unajua? Simsamehe basi. Kama ameomba msamaha. Maana si hata hiyo wine sikujua kama inalewesha. Unajua kama ningelikuwa na roho mbaya. Mimi hapana kuja kwenu. Lakini kwa sababu sitaki hapa ambomoke. Umemwomba msamaha? Simama umuombe msamaha. Jamani mzee wangu. Samahani basi sirudi tena. Mkumbatie tuone. Kama namna hiyo tunafurahi. Siwezi mkosea mzee wangu. Sasa hiyo mwingine sisi tunafurahi. Unajua hakuna maneno. Sasa tuwe kwa kuza wakati kwa sababu naenda out na watoto mama Kaidi tunashukuru. Tungetaka muendelee kama vile sisi tumeendelea na mke wangu. Unajua karibuni. Sasa weekend ijayo sisi ndio tunawalika kwetu sapa. Sawa? Okay. Sisi wote tuende. Sasa jamani wasindikishe. Haya. Okay. Haya. Jamani. Tembee tena basi. Asante. Okay. Haya kwaherini. Okay. Ngoja kwanza nisongeze hii meza huko. Wewe. Kuna nini? Wewe. Inuka. Ala. Ngoja kwanza. Si umenikumbatia sasa hivi hapa. Kwani natokea nini tena? Ojuan, mimi nakwambia hivi, uwezi nichezee hata dakika moja wewe. Unakwenda kuletea sukuma wiki sukuma wiki ni nani? Ni nani mbele yangu? Hapana. Nakwambia hivi, kwa nini kuniletea polisi unakwenda kuletea sukuma wiki? Wewe ni nani? Hii nyumba kuna hata ndururu yako kwa hii nyumba? Hapana habari ya ndururu. Hivi vyombo viko ndani ya nyumba hii. Unajua vile nunuliwa. Lakini mbona wewe hapa nataka kusikia? Hii suti unavaa. Unajua vile ilinunuliwa? Sasa nakuuliza. Nyamaza sasa uniulize. Hii saa uliovaa wewe ndio ulinunua. Hii kiatu wewe ndio ulinunua. Sasa alafu tunakwenda kuletea kinao sukuma wiki waje nisomea hapa. Si yeye ndio huyo mama na sasa sitaki maneno nyingi utakanyaga nje. Nani? Dakika hii. Watchman. Nani? Yes madam. Kuja hapa. Mnapiga kelele kwa nini? Toa mtu nje. Fanya haraka. We. Mtoe nje mara moja. Mama. Toa huyu mtu nje nimesema. Sio mzee hapa. Nani amekuandika kazi? Sina wewe. Haya fanya kazi. Nani bwana ya hapa? Lakini mama, wakati uliniandika huko wewe usiniletee mambo ya kuniuliza maswali unasikia? Sikukuandika uniulize maswali, nilikuandika nikiamrisha unafanya kazi. Wewe toka. Na sasa na hii mzee ni wa hapa. Hebu. Toka. Kwenda kabisa. Na ujue kazi kwako kisha.
Ni nini mbaya? Ati unamuuliza hata wewe toka. Mimi nakwambia utatoka mzee ujua. Nitakuuma, nitauma wewe pua. Toka. Tauma wewe pua. Kabisa. Toka kwenda. Mama Muche amefanya nini? Na wewe pia. Sina ubaya. Kwenda kabisa. Mama, baba Sitaki mchezo kwa hii nyumba, nimekasirika. Baba ameenda Wewe wapi? wataka kumfuata babako? Ameenda wapi? Wataka kumfuata? Kanyaga nje. Na Siendi. wewe uendi. Kwenda shule zako niko unakwenda. Na hiyo suti yangu umekwenda nayo ujue utairudisha. Nimlishe na nimfanyie kile kitu. Chiendi. Akianga chiendi. Nimekuja. Kufanya nini? Siwezi kumfuata, nitabakia huku. We. Yeah, afadhali hiyo ameenda. Tutakuwa na wewe. Rudisha hii meza pale ilikuwa. Okay. Sio nimlishie mtu na nimfanyie kile kitu aende akaniletee watu hapa. Siwezi kubali kwenda. Haya uchukue ile kitu unachukua utoke twende. Fanya haraka. Mzee kisirani. Nampeleka hivi na mrudisha hivi asiki. Wacha nitangulie. Toka twende. Mia tano sasa hakuna, hata unajua hivyo. Hakuna 500 sasa hivi. Ulikuwa umeniambia. Lakini- Leo ukienda unaniwatia 500. Wewe twende. Unajua umewazoesha hawa watoto tabia mbaya ya kuwapatia Mama, patia pesa. Mbona Sasa rafiki yangu, mbona inakuwa ni rafiki yangu? saa zote ni habari ya Wacha kuweka pesa. msumali. Huyu baba ni mzuri. Ya. Mimi sikukwambia ni mbaya. Fanya hivyo. Fanya vimwala Sasa hakuna 500 sawa? Jamani, hebu leta. Mwache. Leta. Kuna ingine ndakupatia Ingine hapa. utaleta jioni. We mwala. Nenda ndani Aka tu. Hiyo ingine nitajiona tunajua kawaida. Wewe usizoe kumpatia mwala pesa mingi hivyo. Hiyo pesa ndakukata kwa mshahara, umesikia? Ai. Na utoe vitu juu ya meza. Masikini tena ikatwe kwa mtaala. Usishtuke, haitakato. Usishtuke. Ni asante. Sawa, Yeah, bye. Ai, 200 welcome. Yes. Sasa ni mzuri. Yeah, hii ndio netangoja Marcela akikuja. Nimpeleke outing. Yeah, katai kamebakia. Yes. Nitoe hizi. Karibuni. Shampata. Nimempata. Nilijua hapo akosi. Tunampata. Uenda kujistarehesha hapo. Hapo ndio unaenda kila Sasa tushakufikisha mzee Ojwang. Mimi sina haja ya kukaa. Wacha mimi niende. Mzee Majembe. Keti kwanza. Maneno ya wasee mengi. Ni kweli. Penye wazee hapa. Kasha kwambia. Na penye wazee hapa haribiki neno bwana. Wacha nikae. Lete bilia. Na tu nini? Saa ni sinia. Sinia. Bwana Ojwang. Na nyinyi natafuta. Leo naona Kutafuta kweli kweli bwana Ojwang. Ndio. Fanya mzuri. Mimi naona unakuja na mambo mazuri bwana. Wewe unajua Pizza za karatasi. Yeah. Hizi ni chakula za kizee. Gawa kidogo yako. Magani. Kama utaki ziwache. Nyama maridadi. Endeleeni kula. Ndio. Hii uliwa ni wazee maana ni laini. Sasa mzee iko namna hii. Ndio. Wewe unaita wewe tangu zamani wewe na kusaona mimi kila kitu namna hii. Sijaona. Wewe fanya namna hiyo. Ndio. Mimi hapa nataka hivyo. Watakaje bwana Ojwang? Bwana Majembe. Naam. Bwana ujumbe hapa. Naona mwanong'onezana ukacheka sana. Bwana ujumbe hapa. Haya. Huyu ataka apose kwako bwana Ojwang. Kuna wasiwasi hata kidogo. Kama ni hilo tu. Ashapata. Si wewe wajua? Ndio. Ule msichana aliyerudi. Maana mimi nitamuita msichana. Ndio. Yes, si mtoto wangu. Nikimuita msichana hakuna makosa. Ni wako. Ni msichana. Ndio. Sasa yule aliyerudi. Ndio.
Ana watoto wangapi? Wanne. Na wote ni wasichana watupu. Watoto wa kike. Wa kike. Hakuna wa kiume hata mmoja. Ndio. Sasa waonaje huyu bwana? Sio ni faida kubwa ninampa mimi? Ni faida kubwa. Hata yeye mwenyewe asikia. Lakini lazima atoe kitu kinono. Msikia mzee Makanyaga? Lazima atoe kitu kinono. Ndio. Iko namna hii. Mimi hapa nataka hiyo. Pana. Nataka ile yake nasoma, ile navaa skati iko na nini namna hii. Mstari hiyo. Anakuja hapa. Ati nini wewe mzee? Ngusema. Wewe mzee Makanyaga, huyu mzee kama si vile ni rafiki yangu na namheshimu, ningesema hana adabu na hana adabu. Maana yake nini? Ule msichana katika watoto wangu wote wanasoma, lakini ule ndio namba moja. Yeye haanguki, kila wakati yeye huwa namba moja. Kila wakati huwa namba moja. Sasa hata nia yangu mimi ni kumpeleka wapi? Makerere. Unasikia? Hata akaongeze elimu yake. Hata Makerere wasema nini? Makerere wampeleka nini? Kenya yetu university zinajaa tele bwana Majembe. Ya nini upate tabu hiyo? Hapa pana shule za kutosha bwana. Ijapokuwa mzee Makanyaga, lakini huyu mzee hawezi kujiangalia umri wake kwanza. Msichana wangu. Maneno gani ananiambia huyu? Wewe kuna nini na usirudi kuzungumza maneno kama hayo mara nyingine. Hata hii nyama yako kwa nini naimeza ningeitema. Tena hata sitaki maneno. Unaona bwana Ujwang, unafanya vibaya lakini bwana. Sasa kama ni mimi kweli, nikwambia namtaka huyu mtoto wako ni moyo, wewe utafurahi? Maliseda ni moyo mimi. Hiyo tuachane na mwizo yake, hata kama anakwenda hiyo Makerere au wapi. Mwizo yake jikoni. Lakini ashasoma akaelimika bwana. Jikoni. Lakini sivyo wewe mchakuwa mzee bwana Ujwang bwana. Wewe kula kidogo alafu. Ndio. Wewe kijana yangu. Naam. Ngoja. Sasa unajua? Ndio. Mimi hapana mjinga. Ndio. Ngoja kidogo. Wakati ile mzizi anakuja. Ndio. Uko na pesa? Kuna pesa? Na kweli una pesa. Sasa kwa kiunoni huku? Mwezi kiunoni. Na zingine kwenye miguu. Nafunga na karatasi. Ninarudi tena kwa uchungu ule huyu mzee ananionyesha. Ndio ukala nyama za vichwa wewe, na maisha yako utakuwa ukila nyama za vichwa. Mwangalie na macho ine ya urongo na kweli hapa. Anakasirika. Amekula karobo. Anakasirika ni kukasirika. Kwenda hesabu huko na mimi najua hesabu yake. Na tufanye namna hiyo. Ndio. Ulikuwa unataka kitu kingine? Nilikuwa nataka kuongea na nyinyi kidogo. Sema. Naomba ukae kidogo tuongee. Sasa baba, vile nionavyo, umri wangu umetimia wa kuoa sasa. Na sasa afadhali nipate mchumba, na ndio nimeamua sasa nitaenda kwa mamangu mzazi kule Nairobi. Nimwambia nitafutie mchumba huko kwao. Anitafutia mchumba huko kwao. Makanyaga? Unakumbuka huyo mwanamke? Bila alikuwa na basi hapana mimi bwana Ujwang. Ni huyo. Hapana. Sio mimi. Wewe mama yako alipiga mimi, kainua mimi. Lakini huyo hata niinua. Hiyo kwao siwezi kubali wewe hata kidogo upate mwanamke kutoka kwa. Hiyo ni damu ya kunguni. Unasikia? Na kama unataka kuwa kwa kijiji, hata kama ni hiyo mtoto ya Majembe. Lakini yule bado yuwasoma, yeye yuko bado yuwasoma skuli. Hajamaliza skuli bwana Ujwang. Kwa sababu wewe likataa pombe yangu, hapa iko na 200. Utakwenda kunywa nayo. Wewe fanya namna hii. Kama unataka kwenda. Lakini kuoa kwa mama yako, hata tafuta pale. Na ukisikia ni bwana Ujwang. Twende.
Hii mwanangu leo haijui wazee. Sasa unanielezea, manake sielewi vizuri, nataka unielezee vizuri kwa urefu ndio nielewe. Manake kwanza kitu kimenishtua sana ni kuniambia kwamba wafanyikazi bado hawajapata mshahara wa miezi mitatu. Na wewe ukiwa kama ndio unahusika na habari ya pesa hapa katika kampani hii ili